Picha yetu inaanza mwaka 1939 pale Adolf Hitler na Joseph Stalin walipoichukua Poland na kuigawa vipande viwili. Huyu ni Janusz, yeye ni askari wa Poland ambaye sasa hivi analazimishwa kusaini akubali kama yeye alitaka kuizulumu ama kupindua nchi ya Joseph Stalin, na akaambiwa mke wako tutamuua ama yeye tutamthibitisha na yeye kuwa ni mhalifu ambaye alitaka kufanya uhalifu. Askari huyu alitoa biti nzito na mchizi kabidi akubali kusaini ndani ya gereza kuu ambalo wamekusanywa watu wote ama wanajeshi wa Poland hili hapa. Na hapa waliingizwa, gereza hili linasifika kwa baridi kali na kazi ngumu, yaani walikuwa hawana huruma. Na askari wa Kisovieti anawaambia hakika yoyote atajaribu kutoroka atakufa hapa hapa. Chakula wakaanza kugewa, yani kidogo tu, kikombe kidogo ama upawa mmoja tayari. Huyu jamani kipofu aoni, lakini hapa Smith ya bahati mbaya mgonga na huyu mtu anadondosha chakula, lakini Smith alichukua kile chakula na kumpelekea huyu jamaa endelee kula, kwa sababu alichukuliwa, lakini macho tayari wameshamtoboa, yani mchizi aoni. Kabafu anamwambia hakika hawa watu hawana huruma, wametulazimisha sisi sote tusaini kama ilivyokuwa kwako na mimi kwangu ndio hivyo hivyo. Tumesainishwa mkataba na kukubaliana kwamba tumetaka kuhalifu. Huyu Valka yeye anasifika ndani ya gereza hili ni mkatili, lakini mara nyingi huwa anacheza kamari sana na kupata hela kupitia njia ya kamari, yani humu ndani eti wanacheza kamari ili mradi mtu endelee kuwa na hela kuendelea kununua vitu humu na maisha gerezani. Unajua Kabavu anamwambia nani huyu mchizi, bwana hakika naika koti langu ili hapa kama utanishinda. Basi mchizi alimtia kisu moja kwa moja, na baada hapo hajataka kuuliza kampa huyu mzee ili koti kwa ajili wacheze kamari. Maisha yaliendelea na kazi ngumu zikaendelea, kwa sababu kila mmoja anapambania maisha yake, lakini chakula wanachogewa ni kidogo sana. Mchizi anawaambia jamani, tutakaa hapa mpaka lini? Na huyu jamaa anaziba kiatu chake kwa kutumia gundi maalum, yani moto ambao anazibia kiatu, kwa sababu hawajadili wala hawafikirii. Hapa sasa walikuja huko wanapanga mipango yao ya kuondoka. Hapa walifunika vitu yani ambavyo vitawasaidia siku ambayo anataka kutoroka, na jamaa akaendelea kuangalia lada vizuri, huyu mtu wa mnala hapa atamtoka vipi siku ya kutoroka. Wakaendelea kupanga mipango, watu wawili hao ni Janusz pamoja na Kabov, na wajue kitu gani wanaendelea kufanya. Na mchizi huyu kama kawaida yake anacheza kamari za sigara zile, baada hapo anauza sigara na hela. Yeye ndo maisha yake ndani ya gereza na anaendesha. Lakini asubuhi yake walichukuliwa na kupelekwa katika kazi zao, lakini wanatembea, lakini wafungwa wanachoka, na wafungwa wanapodondoka chini hawa majamaa hawajali. Hawa majamaa hawana utu, wanachukua bunduki kabisa, wanataka kupasua vichwa vya watu na kuwaangamiza na kuwapa adhabu ambaye mtokomea katika msitu, kwa sababu wanajua hata mtu akikwambia utokomee hutafika kokote. Kazi ngumu zinaendelea, na hapa walijikinga kidogo kutokana na hali mbaya baridi. Wanakuja wanakaguliwa, wako vile vile, wanapoangaliwa wamekaguliwa, basi wanarudi na wanaendelea. Lakini sasa hapa kuna chocho waliiona na wakazidi kupekua hii gereza ili mradi wapi wapite wapi wasipite. Lakini baada hapo huyu mmoja anateleza na kuleta mshtuko mkali. Kwa hiyo kama askari alishtukia inishu akataka kuja, lakini haraka Janusz alienda akamficha ujamaa na kumwokoa, akamwambia inatakiwa uwe makini, usitakiwe kuwa lele mama, hapa utakufa, hawa watu hawana huruma, hawa watu ni wakatili. Basi Janusz alimwambia mzee Kabov, na hapa asubuhi yake wakaendelea kupanga njama zao, kwa kuwa wanajua msimu wa tofani unakuja na baridi lishakuwa kali. Kwa hiyo upepo ama kimbunga kinachokuja, kimbunga cha barafu, hawa ndipo watapojichanganya na kile kimbunga kupata kuondoka. Lakini wakiwa wanachonga mchongo, kuna baadhi ya watu kama Andrea Kazin, hawa watu wakaanza kupata taarifa taratibu, na wao wakatamani kutoroka nao ili mradi waondoke pamoja. Na wao wakaambiana, si unajua tena kila mtu gerezani anakuwa na rafiki yake. Waambia bwana, angalia saa hii nakupa laza. Akamwambia kuwa makini sana, hawa wanaondoka siku fulani fulani, na hawa wanahisi wanataka kutembea. Kwa mchongo ukazidi kunuka ndani ya gereza, na watu wawili wakataka kutoka na majamaa wakaendelea. Lakini huyu mchizi akamfuata akamwambia, bwana sikiliza wewe, mimi nimesikia mnataka kutoka Janusz, ukiniokoa mimi nitakupa hela nyingi sana, kwa sababu nina hela kukulipa, na ukiniacha nitakuchinja. Kwa hiyo nataka tuondoke wote. Na kweli muda ule ulifika, wakakata generator lile, wakatakata zile waya ambazo zimewekwa pale, na wakaanza kutembea. Hata maskari hawakuona hatua watu wameenda wapi kutokana na upepo ni mkali. Basi awambwa walipiga tu kelele, lakini hawakuwaona, na machizi wakazidi kutokomea ndani ya msitu huu taratibu kuokoa maisha yao.
kuokoka katika kazi ngumu, kuokoka katika kesi za kusinikizwa. Yani kubali na kitu hujafanya, ili mradi ni utemi tu ambao aliupanga Adolf Hitler na Joseph Stalin na ukatili wao. Lakini wakaona bora wachukue magome na kutoboa macho, ili mradi kuficha sura zao kutokana na baridi, ili mradi waendelee kupambana na baridi. Na Mungu aliwajalia, na asubuhi ilipofika kidogo wakawa safi na salama. Kile chakula ambacho walikifukia na kukificha chini ya ardhi, hapa leo wanakila. Jamaa naambia ni mimi hapa ambao niliwaza wazo hilo. Basi machizi wakaanza kumega mdogo mdogo kula, na safari yao ikaendelea. Lakini kumbuka ni baridi kali sana, yani baridi ambalo sio la kawaida, na hata maaskari waliacha kuwafuata kwa sababu walijua watakufa wote. Na hapa wakaendelea kupata hamu na faraja kwa sababu walishatoka mbali kidogo na gereza. Wakiwa wapo katika safarini na baridi linazidi kuwa kali, yani sio mchezo. Baridi hili liliowapa mambo mazito sana, kufanya miili yako kama mtekemteke, unaweza ukapoteza maisha. Basi wakiwa wanaendelea kupiga stori, na hapa wanakusanya kuni, lakini baridi lilizidi kuwa kali. Kwa ina maana ukikaa sana unaganda, na ukifanya masiala unakufa. Hapa mchizi anashindwa hata kusogea mbele kutokana na baridi. Kwa hiyo wakajikuta wanaota moto ili bado kutoa baridi, lakini baridi ilikuwa kali. Na wakaona sehemu, lakini asubuhi yake kutokana na jamaa aliganda sana bila kucheza ama kuongea, alipoteza maisha na wakamzika. Na walipomaliza kumzika wakaendelea tena na safari, kwa sababu nia yao wawe huru. Kwa hiyo njaa zikaanza kuwakuta mpaka wanakula mayai ya ndege. Mzee Amini wanawapa kuna pango, ili wakaingia kidogo wakachorachora, kutokana pango kidogo linaikaika kina uasili wa ujotojoto, sio kama mtu ambao anakaa nje moja kwa moja. Basi wakawa wanaendelea, lakini hapo alisikia kelele za mbwa mwitu, na mbwa mwitu walikuwa wanakula kitoweo na wao walikuwa na njaa. Ikabidi washirikiane na kuwafukuza mbwa mwitu na kuchukua kitoweo hiki na kuanza kukinyata wao. Walikila kama wanyama, hawajataka hata kukipika ama kukifanya ni kutokana na njaa kali. Alau kidogo ukapata nguvu, na hapa wakaamka na wakaendelea na safari yao. Maji waliyapata na walishekelea sana, na mchizi alirudi na kuambia, hakika nimepata sehemu nzuri ya kwenda kunywa maji. Basi asubuhi yake wakachukuana moja kwa moja mpaka sehemu ya mto huo, kwa sababu walitembea sana bila kuangalia nini cha kufanya. Ramani hawana, lakini wao walichojua ni kutoroka tu. Hapa walihisi kama wanafuatiliwa, na hapa walipoangalia nyuma walimkuta mwanadada ambaye anaitwa Ailina ghafla anataka kujiunga na safari hii. Watu wakaenda kujadili, bwana, huyu mtu sisi hatumjui, asiwe mpelelezi huyu, ametumwa, inakuwaje mnataka tuungane naye? Basi wakakubaliana naye, na kwa kuwa yeye alikuwa hana mambo mengine, basi wakamfanya kama ndugu yao, na mwisho wa siku huyu dada katika kundi hili akawa kama dada yao, na wakaungana naye, wakaendelea kuishi, kwa sababu inasemekana na yeye amepoteza familia yake katika vita. Basi mchizi akawa anashefua hapo, anajipa usafi. Jamaa akamwambia, bwana, usinishike, unajua labda mwingi sijashindua mtu, chukua nafasi ya mke wangu hapa, sije nikakushindua bure ikawa shida hapa tukapata Muruti. Basi Ailina na kaka zake wakaendelea kujumuika pamoja, na furaha na nyakati kama hizi nzuri ziliendelea. Walipita katika mto na wakaendelea kuendelea. Hapa wakawa na hadisiana jinsi ya ukatili ambao Warusi pamoja na hawa wa Soviet walivyowafanyia nchini Poland, na watu wote wa Poland wakazidi kuteseka. Dada alimwambia, nimepoteza baba na mama yangu, na hakika natamani na mimi nianzishe maisha yangu. Na kwa mbali kidogo waliona mji, wakaujadili huu mji. Wakasema, hakika hapa nyewe unaweza kukaa na mateso, kwa sababu hatujulikani. Cha msingi tuendelee kupita, kwa sababu hii ni vita na watu wengi wamenania. Lakini wanaendelea kupeana sauti ama kauli, na jamaa alitaka kuhisiwa ni mwasi, lakini kumbe alitoka peke yake kwenda kutafuta chakula. Akaambia, jamani, leo ni birthday yangu, nimeenda nimeua mbwa. Kwa hiyo mbwa huyu vile vile ni nyama, totoeni kila kitu tule, kwa sababu tukikaa hivi tutakufa na njaa. Aileen anaona sasa kaka zake hawa ambao amewapata, kaka zake hawa vichwa vibovu. Akamwambia, ni kweli jamani, tuleni. Na kwa kuwa leo ni birthday yake, na wakaanza kushare story ya maisha ambayo ameyapitia na maisha ambayo yamewatokea, na kila mtu akaelezea hisia zake kwa kuwa jinsi gani alivyoumia na akasimulia. Basi waliendelea na safari ya kuendelea kuishi, kuendelea kuangalia namna gani watasurvive katika mambo haya yote, mambo haya ya vita. Pale una watu, lakini hawa watu walijificha ili mradi wasiwaone. Roland alienda moja kwa moja, na hapa aliwasalimia, na watu kuna vitu waliwapa ili mradi kuwakinga, ili mradi waonekane kama watu wapo, na wote walivaa vitu shingoni ili mradi visiwatofautishe na wazawa ama wenyewe ambao eneo hilo. Basi hapa wakazidi kuendelea na safari na stori za hapa na pale. Hata Ailina aliwazoea sasa, na wote akawa anapiga nao stori. Walitembea, lakini hapa jamaa mguu kidogo ulikuwa na shida, na dada aliendelea kuwapa huduma ya kwanza kaka zake.
Maaskari waliendelea na upelelezi wao, lakini machizi walijificha, na maaskari waliwatafuta sana watu, lakini mchizi walijificha kwa sababu nchi yote ilishatawaliwa na wakoloni. Kwa hiyo nchi yote ilikuwa ina shida, yaani magharibi vita, mashariki vita, kwa sababu Joseph alichukua mashariki na Urusi walichukua magharibi huko kina Adolf Hitler. Kwa hiyo nchi yote ilikamatwa Poland. Kwa hiyo kila sehemu wanaopita hao watu wao walikuwa tayari washachukua nguvu yao na kuendelea kutawala. Basi waliendelea kupita chocho kwa chocho, na mwisho wa siku hapa walitokea katika mpaka huu hapa na Mongolia. Menelo walipofika hapa katika mpaka waliona Mongolia ni karibu na China na huku pamoja ni wapi Urusi. Kwa hiyo wakaona bora kwanza wapitepite baadhi ya kambi, na hapa wakakuta kambi hii imepigwa sana na vita imeendelea. Wakajiuliza, sasa tunafanyaje? Kukaa hapa bila vyakula, bila chochote hatuwezi. Kwa hiyo hapa cha msingi tuwazeni, tutapita katika jangwa zito la Gobo la Gabi ili mradi tuendelee. Hilo jangwa jamani sio mchezo. Jangwa hilo ni hatari kwa sababu jangwa hilo halina maji wala halina chakula wala halina kitu chochote. Na wakakutana na watu ambao wao wanaendesha farasi ambao wapo jangwani. Wakasalimiana na watu wakawaacha wakapita. Na hapa wakakutana bwana mdogo ambaye anaendesha farasi, wakaonyesha tu direction, jamani mtapita kulia, kushoto, mtaendelea. Wakaendelea kushaka ama kulisakata ili jangwa la Gabi mpaka wafike, lakini jua linakuwa kali, jua linawazidi nguvu, kiu inawakamata, miili inadhoofika, yaani hawana jinsi, hawana namna kitu gani cha kufanya. Wanashauriana na kutiana nguvu, lakini hapa ubishano unaendelea, lakini wanavutana na kupambana. Hapa alimwona ndege huyu, akaona bora hapa mbele kunaweza kukawa na maji ama kitu chochote, na dalili kweli ikawatosheleza, na wakapata maji wakanywa mengi na mengi. Alau kidogo nguvu zikaja na wakabeba maji wameshika mkononi ili mradi kupasua katika ile jangwa. Lakini angalia Mungu alivyokuwa ana mtihani wake wa maisha. Tsunami zito linatokea na upepo uliowakumba ndio arudisha tena nyuma, ikabidi wajifiche, ila maji waliyapoteza. Lakini bidada huyu alipata shida kidogo na akaanza kuumia, na huyu kaka alichoka kutokana na huu mlolongo ama upepo uliwapelekea vibaya. Basi wakaanza tena kushota mpola, lakini safari inakuwa ngumu. Dada mguu wake ulivimba na tamaa yake ya kuanza maisha mapya inaanza kukatika, na alijitahidi Aileen ili mradi atembee, lakini nguvu inaisha. Jana alimbeba dada ama mdogo wake ili mradi alau afike naye sehemu yote, lakini wanajikuta anapoteza maisha na wanamzika, na tumaini la dada kuishi linapotea. Wanaume waliendelea na safari, lakini kila mmoja ana wakati mgumu sana, ameumia, lakini wanaendelea kuangalia picha za wapenzi wao, wanaendelea kuangalia picha za watu ambao wanawapenda. Na huyu msela vile vile naye alipoteza maisha. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wanazidi kupoteza maisha kwa sababu ya kuania maisha, kwa sababu ya kutaka maisha mapya, kwa sababu ya kutaka kutoka katika utumwa. Hata huyu mzee na yeye sasa hivi ameshaanza kuchoka, lakini walijitahidi, wakamwambia mzee, jikaze, usichoke na Mungu atatujalia. Hapa waliona nyoka walimkamata na kumteketeza na kupata kidogo alau mzee apate kula, na maji kidogo walikutana nayo hapa. Kwa hiyo walimpika nyoka na hivi maji kidogo waliendelea kula ili mradi alau miili yao ipate nguvu. Unajua mwili wa binadamu bila kula sio kitu unaweza ukajikaza, mwisho wa siku ukafa tu kwa njaa. Anawaambia tusikate tamaa, tupo karibu na kufika. Na kweli walisogea na wakakuta tena mto mwingine hapa, kwa sababu jangwa Goba wanakaribia kuliacha, na hapo wakakuta ule mkuta mkubwa wa China na wakauvuka. Alau kidogo sasa hivi wanaanza kuikaribia Hindustan ama huko India. Kwa hiyo walifika sehemu hapa wakakuta watu wengi wamekaa, wakakaribishwa vizuri. Watu walikuwa kama ni mashauri, wakaambia hakika mmefika sehemu salama, kwa hiyo kaeni kwanza kwa amani na muishi, na mkiwezekana kaeni tu, sisi hatuna shida kwa sababu sote tunawania maisha yetu tukae sawa. Basi kuna baadhi ya watu walitamani kuendelea kukaa hapa, na kweli miili yao na sura zikaanza kukaa vizuri, na hata wengine wakatamani kuendelea kuzeekea hapa kwa sababu walitembea sana. Lakini Janus kwa sababu yeye nyumbani kwake alimwacha mkewe, akawaaga wenzie na taratibu akaanza kuondoka. Hata masela zake wakamwambia bwana, hakuna shida. Miongo imepita na wakati ukazidi kusogea, na hapa walikutana na watu wa India ambao wa miaka hiyo wakafika katika jiji la India, wakakaribishwa. Wa India walikuwa hawana shida. Kwa hiyo ndani ya mwaka huu hapa vita ziliendelea, na jamaa hapa anarudi nyumbani kwake na anamkuta mkewe akiwa tayari ameshakuwa mzee, na mkewe alimkumbatia kwa furaha na bashishi. Wanangu wewe Wakapinga TV, msisahau kusubscribe, msisahau kutufollow kwa picha kali kama hizi. Chao.